wanajiuliza mzuka ama mizuka ya mipira iko wapi? Mizuka ya mipira iko PMBet. Kupitia pmbet.co.tz wewe afisa ubashiri una uwezo wa kujishindia Toyota IST mpya kabisa kupitia promotion ya Super Royal Sport. Nafasi bado iko kwako kwa kujisajili sasa kupitia pmbet.co.tz. Mimi naitwa Maria Kalonga na kuletea zile updates ya kile ambacho kinaendelea ndani ya taifa la Kenya. Wote tunafahamu kwamba wenzetu wa majirani wamepatwa na msiba wa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Raila Odinga. Sasa hizi ni update za yale ambayo yanaendelea katika msiba huo mzito ambao umelikumba taifa la Kenya. Sasa ratiba ya kuaga mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga zinaendelea katika uwanja wa Nyayo. Kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitolewa kwa wananchi wa Nairobi, watapata fursa siku ya leo ya kutoa heshima za mwisho ama tunasema kuaga mwili wa Raila Odinga siku ya leo katika uwanja huo wa Nyayo, kabla ya mwili huo kupelekwa moja kwa moja nyumbani kwake Bondo, ambako huko ndiko atapumzishwa kwenye makazi yake ya milele, na ibada rasmi ya mazishi ya kitaifa yanatarajiwa kufanyika siku ya Oktoba 19 mwaka 2025, siku ya Jumapili. Viongozi mbalimbali kutoka katika nchi mbalimbali wameshiriki, ambapo Tanzania imewakilishwa na makamu wa rais Philip Isdor Mpango pamoja na rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ambapo hawa wamemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa rais wa 4 wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta ni moja kati ya watu ambao wamepata nafasi ama fursa ya kutoa hotuba mbele ya waombolezaji, na moja kati ya mengi ambayo ameyazungumza, amesema hayati Odinga bwana alikuwa ni kiongozi ama mwanasiasa aliyependa taifa lake na kuhakikisha anapigania haki za Wanakenya, na katika hotuba zake nyingi ambazo alikuwa akisimama kuhutubia wananchi, basi alikuwa anapata nafasi ya kuweza kuingiza utani kidogo, kutoa hotuba kidogo. Yote ni kuhakikisha anawasilisha kile ambacho anakuwa amekiandaa kukiwasilisha kwa wananchi. Sasa nikupitishe tu haraka kwamba Raila Amolo Odinga huyu amezaliwa Januari 7 ya mwaka 1945 na amefariki Oktoba 15 ya mwaka 2025. Hivyo basi amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Alikuwa ni mwanasiasa wa Kenya aliyehudumu kama waziri mkuu kutoka mwaka 2008 hadi 2013 na alitazamwa zaidi kama kiongozi wa upinzani nchini Kenya. Alikuwa mbunge wa Lang'ata kuanzia mwaka 1992 hadi 2007. Raila Odinga alihudumu kwenye baraza la mawaziri la Kenya kama waziri wa nishati kuanzia 2001 hadi 2002 na baadaye kama waziri wa barabara, kazi ya umma na makazi kuanzia 2003 hadi 2005. Odinga aliteuliwa kuwa mwakilishi wa juu wa maendeleo ya miundombinu katika Umoja wa Afrika mwaka 2018 na alijulikana kote Kenya kwa jina la kwanza Raila, lakini Rao ama baba kama jana ulifanikiwa kuona kati ya waombolezaji wengi sana, wengi walikuwa wakimuita baba na wengi walikuwa wakipaza sauti wakisema baba baba baba. Watu wanaotoka kwenye kabila lake la Wajaluo hupenda kumuita Agwambo ama Tinga ama Nyundo. Sasa nikupe siri tu, Agwambo kwa Kijaluo ina maana aliyeteuliwa ama aliyechaguliwa ama mtu aliyechaguliwa kuwasilisha jambo fulani, na ndio maana Wajaluo ama Wakenya wa kabila la Wajaluo walipenda kumuita Raila Amolo Odinga kama Agwambo. Huyu hapa rais wa 4 wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta anazungumza kwenye hotuba aliyoizungumza siku ya leo mbele ya waombolezaji.